Bwana asifiwe. Nipungie mkono kama unaniona. Asante. Bwana akubariki. Kwa jina ni kama vile ambavyo umeelezwa, Priscilla. Nimeokoka na Kristo ni Bwana. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii pamoja na provost wetu na ofisi yake kuona ni vema niwe ni mimi nakuja siku ya leo ili tushiriki neno la Bwana. Na washukuru na Bwana watende mema. Tumekuwa tukiangazia swala la afya ya akili katika mwezi huu, na naamini ya kwamba Jumapili iliyopita tuliweza kuwa introduced kwa lile swala la afya ya akili. Na ujumbe ambao niliulizwa niweze kuzungumzia siku ya leo ni swala la emotional health. Na nikawa nikijaribu kutranslate lile jina ama ile sentensi kwa Kiswahili, na nikaita ujumbe wangu wa siku ya leo afya ya kihisia katika kila mpangilio wa familia. Kwa nini tumeongeza lile jina ama yale majina matatu ya mwisho, kila mpangilio wa familia? Tunatambua ya kwamba familia ni za aina nyingi. Kuna wale ambao ni wazazi wanaolea watoto wakiwa peke yao kama baba au mama. Kuna familia ambazo zina baba, mama na watoto. Kuna wale ambao wamepoteza wapendwa wao, wajane. Na pia sisi wote katika familia tulioko, Bwana anatuita ili tuweze kufurahia hisia zetu na tuwe na hisia ambazo zina afya. Bwana apewe sifa. Na nitaguzia tu kwa kifupi masomo ambayo tumeweza kusomoa vizuri na wasomaji wetu. Lakini kabla sijaingia katika ujumbe wangu, kuna hadithi moja huwa inapeanwa. Mtu mmoja alikuwa na shamba ambalo lilikuwa ni nzuri nono, wale ambao wamekulia kule nyumbani tunafahamu. Na lile shamba likawa lina mimea mizuri ya kupendeza, mimea ilikuwa imenawiri, ukitazama kwa umbali kila kitu kilikuwa kijani kibichi, watu wakipita wanatazama, wanapendezwa. Na yule mwenye shamba akawa anajivunia. Lakini kwa wakati mchanga wake katika lile shamba ukawa na changamoto. Na ulipofika msimu wa jua, mimea ikaweza kukauka. Kwa nini? Wakati ule udongo ulipata changamoto, yule mwenye shamba aliendelea tu kushughulikia na kutazama mimea yake ilikuwa inakaa ya kupendeza, ambayo watu walikuwa wanatazama na wanapendezwa nayo kwa sababu ilikuwa inavutia. Hakuzingatia kutengeneza ama kuangalia hali ya ule udongo. Na unajua wengi wetu, pengine wale ambao tumeketi hapa, mimi nikiwemo pale, tunakaa kama lile shamba. Watu wakitutazama kwa umbali tunapendeza, tumevalia vizuri, tunacheka, tunakuja kanisani, tunaenda kazini, tunalea watoto. Lakini mule ndani wengine wetu tumeanza kukauka. Tumevunjwa moyo, tumekasirishwa, tumehuzunishwa, tumekosewa, ilhali watu wakituangalia wanaona tuko sawa, lakini hisia zetu haziko sawa. Hisia ni nini? Tunapozungumzia swala la hisia, hisia ni hali ya moyo, kuwa na furaha, kukasirika, kuona wivu, baadhi ya hisia zinginezo. Na tunapozungumzia swala la afya ya hisia, tunazungumzia ule uwezo wa mimi na wewe kuwa katika ile hali ambayo nikipatana na mambo ambayo yananivunja moyo, yanafanya nikate tamaa, yananikasirisha, nina uwezo wa kujisitiri ama kukabiliana na zile hisia kwa njia ambayo sitamuaffect mtu ambaye ninaishi naye, mtu ambaye ninafanya kazi naye. Iwapo una uwezo ule, tunasema una afya ya kihisia. Na ni kwa nini tuzungumzie swala la afya ya kihisia? Afya ya kihisia inawezesha mimi na wewe kuwa na uhusiano mzuri na wale ambao tunaishi nao na wale ambao tunafanya kazi nao. Kwa nini? Iwapo nina afya ya hisia, mtu akinikosea sitambeba katika moyo wangu. Nitaweza kuzungumza naye na nimweleze, tusameheane na tuendelee na safari. Kwa hivyo uhusiano wangu na yeye hautakuwa umeharibika. Iwapo ni pale nyumbani, jambo liende mrama, nitakuwa na ule uwezo wa kumwambia yule ambaye amefanya jambo ambalo halijanipendeza, hapa na pale umefanya hivi na hivi na sijafurahia, na tunaendelea kwa vizuri.
hisia ya afya ya hisia, samahani, ni muhimu kwa sababu inatupa ile hali ya resilience, kustahimili mambo. Imagine maisha bila hisia. If we didn't have emotions at all, maisha yangekuwa namna gani? Haukasiriki, haufurahi, hauzuniki, uko tu kama vile mnaniangalia sasa. Na shangaa kama mna hisia, by the way, nimeona mnazo, maisha yangekuwa very boring kama hatungekuwa na hisia. Na kwa hivyo wakati tunasema afya ya hisia, tunasema inatuwezesha kubounce back. Wakati unakutana na jambo, imagine ungekuwa wewe ni mtu ambaye jambo likikufanyikia, that's the way you will be until you die. Ukikasirika leo ni hadi kufa, ukifurahi leo ni hadi kufa, ukihuzunika leo, singekuwa ni ngumu sana. Lakini ile afya ya hisia inatuwezesha kukua katika nafasi na hali zile zote, maana maisha yanatupa changamoto tofauti. Leo ninafurahi, kesho nitalia, kesho nitahuzunika, hatuna hisia moja katika maisha. Kwa hivyo tukiwa na afya ya hisia, tunaweza kutoka katika hali moja kuingia katika hali nyingine. Afya ya hisia pia inatuwezesha sisi kama wanadamu kuwa na ule uwezo wa kuwa na afya njema katika mili yetu. Tunajulisha ya kwamba wale watu ambao wako na stress, watu wako na depression, afya yao huwa ni dhaifu. Either wako na ulcers, wanaumwa na tumbo, wanaumwa na kichwa, wanaumwa na kifua, wanaumwa na kila pahali, ili hali wakienda hospitalini hakuna ugonjwa, si uchawi. Afya ya hisia ni muhimu. Bwana apewe sifa. Na pia kuwa na afya ya hisia inatuwezesha kuboresha ama kuwa na afya ya akili, kwa sababu wakati mambo yananijia na ninaweza kujisitiri, I prevent my mental state kutokana na kuingia katika hali ya depression ama stress ama ugonjwa wa akili mwingine wowote ambao unaweza kuja kwangu. Kwa hivyo ni muhimu tunapoishi kama familia, tunapoishi kama wafanyikazi, tunapoishi kama kanisa. Bwana anatuita asubuhi ya leo ya kwamba tuishi katika hisia ambazo zina afya. Bwana apewe sifa. Unaweza kuniuliza, je, Priscilla, nitajuaje kana kwamba familia yangu ina afya ya hisia? Nina dalili kadhaa ambazo nitawasomea tu kwa haraka, kwa sababu lengo langu si hapa sana. Nitawasomea tu dalili chache ambazo unaweza kuangalia unapoketi pale na uweze kujua kana kwamba familia yako ina afya ya hisia. Dalili ya kwanza, mna mawasiliano mazuri na ya kweli. You communicate openly. Hakuna la kujifichiana moja na mwingine. Jambo likifanyika, mnaitana mkutano, mama anaita mtoto, baba anaita mama, mtoto anaweza pia mwambia baba, hey keti, mama keti. Generation ambayo tuko nayo sahihi, wale ambao wana watoto wadogo, wanaitwa Gen Alpha na wale wa Gen Z, si wako katika hiyo stage na kuambia mam, hebu keti, tafadhali usikasirike. Ni kumaanisha kwamba umempa ule mtoto uwezo wa kuwa na afya ya hisia kiasi ya kwamba anaweza kuambia mama, kuna jambo linanisumbua, keti na tuzungumze. Bwana apewe sifa. So dalili ya kwanza ni mawasiliano ya wazi na ya kweli. Jambo likifanyika halinyamaziwi, hapana. Tunaitana, tunazungumzia na tunaendelea. Dalili ya pili ni usalama wa kihisia. Familia ambayo watu wako huru kusema lolote. Si walisema uongee ikutoke ama uongee upone? Sema ikutoke. Na si kutoke tu, by the way, si kutoke tu, ni useme, kwa sababu katika ile familia ambayo unaishi kuna ule uhuru. Ninaweza sema hapana, sijafurahi vile ambavyo umenijibu. Na kama wewe una wale Gen Z na Gen Alpha, watakwambia you have hurt my emotions, you've hurt my feelings. Si sentensi tu wanakuambia, wanasema kile ambacho wameweza kuhisi. Na ni muhimu kama mzazi, keti na ulize, umesema nimeumiza hisia zako. Ni nini nimefanya? Ni nini nimesema? Na iwapo wewe kama mzazi huwezi kuwa na ule ujasiri wa kumweleza mtoto wako, ninaghadhabika sana na tendo ambalo umetenda, then how do you correct your daughter or your son? Tunazungumzia familia ambayo ina usalama wa hisia, ya kwamba mimi kama mzazi naweza mwambia mwanangu ya kwamba sijapendezwa, sijafurahia
umenikasirisha, umeniudhi kwa sababu ya jambo hili na lile. Naye mtoto ana uhuru, maana sita feel judged, sitasikia nimehukumiwa, hisia zangu hazitadunishwa. Nyamaza, kwani wewe tu ndio unashinda katika hii familia. Nyamaza, kwani wewe tu ndio unaumizwa. Kila hisia ina mata. Hiyo nimeshindwa kusema kwa Kiswahili. Kila hisia ni ya muhimu katika kila mtu ambaye yuko katika hiyo familia. Dalili ya pili, kwa familia ambayo ina afya ya hisia, ina uwezo wa kutatua migogoro kwa amani. When there are conflicts, si kurushiana maneno, kuitana majina makubwa mengine hata siwezi yatamka. La, kukiwa na kukosana ama kutoelewana, hakuna kulaumiana, ni kusema jambo limefanyika, tusuluhishe vipi. Na si mtu mmoja anapambana na hali peke yake, la, ni familia kwa ujumla. Iwapo ni yule mama ambaye analea watoto peke yake, haanzi kuweka hasira zake kwa watoto, la, ni kuwaita na kuambia kuna makosa yamefanyika, tutatue vipi. Bwana apewe sifa. Haiwi ni kwamba jambo ambalo tunapitia ni kosa lako, ni kosa la yule. Hapana, kosa limetokea ama limefanyika, tusuluhishe vipi. Familia ambayo inaweza kutatua migogoro kwa amani inaonyesha kwamba wako na hisia yenye afya. Dalili nyingine ni kwamba kuna uaminifu, watu wanaaminiana. Ninaweza kuja na niseme lolote lile ambalo limenifanyikia ama kunitendekea in the course of the day, kwa sababu ninajua niko salama. Ninaweza mwambia mama, naweza mwambia baba, naweza mwambia mtoto, naweza mwambia mjukuu, iwapo ninaishi naye katika ile nyumba, kwa sababu I feel safe. I will not be judged. Na ninaamini nikimweleza atajiekea na hataenda kutangaza na sitasikia kule na huku. Dalili nyingine ni kwamba watu ambao wana afya ya hisia wanajua kuweka mipaka. They know how to set healthy boundaries. Ni familia ambazo ninaweza fanya uamuzi na niende nimwambie mama, niliketi nikawaza na nikaona nifanye hivi na nikatekeleza na itakuwa ni sawa. Ni familia ambayo privacy yangu, ama privacy kwa Kiswahili imenipita, mimi kama mtoto ama wewe kama mzazi nitaheshimu your privacy. Ni familia ambayo tunaheshimu ile hali ya kuwa individual person, you autonomous. Si ile familia ambayo kila kitu, mami, nilikuwa nafikiria kwenda church, nivae nguo ipi? Mtoto wa miaka 15 angali anarudi pale. Mtu ameoa ako na kwake, anapanga kujenga, lazima arudi kwa mzazi, baba, nina mpango, na mkewe yupo. Wameweka mipaka yenye afya. Ni familia ambayo pia inasaidiana wakati wa changamoto. Jambo likimpata mama, baba na watoto wanasimama naye. Jambo likimpata mtoto, mama yuko pale, awe ako peke yake ama ako na mme, wanasimama kumsupport yule mtoto kwa lile jambo ambalo amepitia. Mtoto amekosa kufaulu mtihani, haji na kurushiwa maneno, tueleze ni nini ilienda vibaya, ugumu ulikuwa wapi. Usijali, kuna next term, usijali, kuna nafasi nyingine, Ni mama ambaye akipoteza kazi, akija nyumbani, si kuanza tulijua vile wewe unachelewa kazini, tulijua, hatukutaka kukuambia, lakini tulijua tu hiyo kazi. Ni familia ambayo jambo kama hilo likitokea, wanamtia moyo, wanamuhimiza, wanaomba pamoja naye. Ni familia ambayo pia ina what we call huruma na uelewa. They have compassion and they have love. Dalili baadhi ya nyingine nyingi ambazo siwezi kuelezea kwa sasa. Kwa hivyo katika zile dalili ambazo nimetaja, familia yako iko wapi? Uko wapi? Bado unatia bidii. Bwana apewe sifa. Je, leo Mungu anatuita na anatuambia angependa familia zetu ziwe na afya kihisia. Lakini swali ni, tutawezaje kujenga afya kihisia katika familia hizi? Nina mambo 4 tu na nitakuwa nimemaliza. Jambo la kwanza ambalo tunafaa kufanya ili tuwe na familia zenye afya kihisia, lazima tukubali na tuzungumzie hisia zetu. Bwana apewe sifa. Lazima
Unajua wengine wetu vile ambavyo tumelelewa, hilo jina huwa linanichenga, tumelelewa, the way we were brought up and raised up. Hatukupewa nafasi ya kujiexpress ama kusema yale yaliyomo moyoni mwetu ama yale ambayo yanatusumbua. Na kwa hivyo pia sisi kama wazazi wengine wetu tuna changamoto ya kutambua na hata kutaja hisia zetu. Lakini nimekuja na habari njema asubuhi ya leo. Hatutakuwa wa kwanza na hatutakuwa wa mwisho. Bwana apewe sifa. Ukisoma katika Biblia, kuna watu wengi ambao walipata hisia za aina tofauti. Ukimtizama Yesu, tunaambiwa wakati Lazarus aliaga, alilia. Umati ulipomfuata Yesu ukawa na njaa, aliwatazama na akawaonea huruma. Si hizo ni hisia? Mungu mwenyewe anatuambia he is a compassionate God. Compassion, I believe it's an element of emotion. Praise be to God. Na Mungu mwenyewe anasema yeye ni upendo. Ukitazama mtumishi wa Mungu, a very great prophet of God, Elijah, alifanya makuu, akawa pale na manabii wale wa Baal na akaomba moto ukaje ukachoma ile kafara, na baada ya hapo akaambiwa Ahaba na kutafuta kumalize, mara moja akasononeka, akahuzunika kiwango cha kutamani kufa. Alikuwa mtu kama wewe na mimi. Na kwa hivyo tunaposema iwapo utapata afya ya hisia katika familia, lazima ukubali na uweze kuzungumzia hisia zako. Maana si dhambi kufanya vile. Ukiangalia katika somo ambalo tumesomewa la Maombolezo, mlango wa 3 mstari wa 1 hadi 20, Yeremia ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki anafungua moyo wake kwa uwazi mbele za Mungu, na anamwambia jinsi ambavyo moyo wake umeinama katika nafsi yake, na anazitaja hisia zake kwa majina mazito na magumu. Nitakuchallenge, ukienda soma hilo somo kwa lugha ya mama, kwa wale ambao wanaweza. Anataja hisia zake bila kukosea. Iwapo ana uchungu anautaja, iwapo ana hasira anaitaja. Bwana apewe sifa. Na pia katika Zaburi, kwa wakati wako unaweza soma, kwa sababu ya wakati sitasoma, Zaburi 77, ukisoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 9, mwandishi wa hii Zaburi anafungua moyo wake na anasema anaipasa sauti yake, nampazia Mungu naye atanisikia. Na ukiendelea kusoma utaona uchungu ambao anaweza kusema kwa uwazi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini ninasisitiza ya kwamba ni muhimu kuzitaja? Hata kama hautaji, imagine Mungu anaziona. Kwa sababu Mungu anaelewa fahamu zetu na hata mioyo yetu. So whether we declare it verbally or not, Mungu anaiona. Kwa hivyo itaje kwa jina. Ninapenda kizazi hiki cha Gen Z na wale wa Gen Alpha. Maana hao ukiwakosea watakwambia you've hurt my emotions, you've hurt my feelings. Na mimi mmoja akiniambia vile, siachi pale, ningependa kujua zaidi. Wakati unasema nimekosea ama nimekuumiza kihisia, unamaanisha nini? Kwa sababu ninataka aitambue ili tuweze kujua chanzo cha hii hasira ni nini. I feel excited, nasikia nina furaha. Imeletwa na nini? Kwa hivyo Mungu anatuita na anasema ya kwamba angependa tutaje hisia hizi. Kwanza tukubali kwamba zipo na sisi ni wanadamu na tutazipata. Praise be to God. Na tukisha kubali ile, zikija tuzitambue na tuzitaje kwa majina. Kwa sababu si dhambi. Tumeona katika somo ambalo tumesomewa Maombolezo na Zaburi ya kwamba wapo ambao walizitaja mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Jambo la pili ambalo tunafaa kufanya ili tuwe na hisia zenye afya katika familia zetu ni kubadilisha mtazamo wetu na tuelekeze akili kwenye mambo mema na ya kimungu. Narudia kwa wale ambao wanaandika, tubadilishe mtazamo wetu na tuelekeze akili zetu kwenye mambo mema na ya kimungu. Just change of thought. Change the way you think. Tubadilishe vile ambavyo tunafikiria. Maana wakati mwingi hisia zetu zinatokana na kuwaza kwetu. Na unapowaza, kwa mfano sahi, tusikie mlipuko umetokea katika jumba hili, halitafanyika, ni mfano tu.
Jambo la kwanza ambalo tutafikiria ni nini? Already ushapata jibu, si ndio? Na jambo ambalo litafuata, wengine wetu tutapiga nduru, wengine tutaanza kutetemeka, wengine tutaanza kutoa jasho jembamba, wengine tutasimama tukimbie. Lakini tungesikia mlipuko ule na tukose hata kushughulika na kuwaza, si tutabaki tu tumeketi. Na kwa hivyo ni vizuri iwapo tunapitia hisia tofauti tofauti, maana sijui ukija hapa ulikuja na hisia za aina gani. Sijui gari lilikuharibikia njiani ukaje ukilizungumzia ili hali halina masikio. Pengine ulipanda gari, kondakta akakulipisha pesa nyingi, ama pengine ulimpa pesa akakosa kukupa change. Sijui jana usiku mulilala mmekosana na mnayeishi naye. Sijui umeambia mtoto natoka nikirudi mama leo tuji kanisani. Sijui, lakini Bwana anatuambia tukibadilisha mtazamo wetu na tuelekeze mawazo yetu kwa mambo ambayo ni mema na ya kiungu, tutaweza kukabiliana na zile hisia. Ukisoma katika Maombolezo 3, somo ambalo tumesomewa na lay reader wetu, tunaona ya kwamba mwandishi ambaye ni Yeremia alipoandika yale maneno baada ya kugundua hisia zake na kumwambia Bwana uchungu aliokuwa anapitia. Ukisoma pale katika mstari wa 21, maandiko yanasema hivi katika mstari wa 21, najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ikafika pahali akabadilisha vile ambavyo alikuwa anatazama mambo ambayo alikuwa anapitia. Bwana apewe sifa. Na ukisoma katika Zaburi 77 na mstari wa 10, hapo tu kusomewa, lakini naomba kwa wakati wako unaweza soma. Baada ya mwandishi wa ile Zaburi kumulilia Mungu na kumwambia uchungu ambao anaopitia, katika mstari wa 10 anasema hivi, nikasema ndio udhaifu wangu huo, lakini nitaikumbuka miaka ya mkono wa kuume wake aliye juu. Nitayakumbuka matendo ya Bwana, na nitayakumbuka maajabu yako ya kale. Na ukiangalia alipofika pale na akabadilisha vile ambavyo alikuwa naona changamoto ambazo alikuwa anapitia, hadithi yake kuendelea mstari wa 11 hadi wa 20 unabadilika. Praise be to God. Ndiyo umepitia uchungu, mtu alikukasirisha, alikukosea, mpaka waleo 5 years ago ungali umembeba. La, kumbuka neema ambazo Mungu amekuneemia nazo. Kama Kristo hangekusamehe ungekuwa wapi? Ndiyo alikuacha unalea mtoto peke yako, wewe ni single mother, ni sawa, lakini hujafa, mtoto wako hajafa. Praise be to God. Mpendwa wako alikuacha changamoto ngumu na nzito, lakini neema ya Bwana anakukumbusha na anakuambia, hey, mimi ndio nakushughulikia. Kuna mtu alifanya jambo kazini likagharimu pengine cheo chako, hata likagharimu kazi yako. Hivi sasa hauna kazi kwa sababu ya jambo ambalo mtu alifanya. Bwana anakuita na anasema, ningali kwenye kiti changu cha enzi, ninakujali na naomba ubadilishe mtazamo wako wa mambo ambayo unapitia. Bwana asifiwe. Wengine wetu tulipitia traumas tukiwa wadogo na tungali tunapambana nazo. Bado tunajiita na yale mambo ambayo tunapitia. Mimi ni mdhaifu, mimi ni mnyonge, mimi ni bure, mimi ni hafifu, mimi siwezi. Hapana. Bwana akikutazama haoni mtu ambaye alifail. Bwana akikutazama haoni mama ambaye ameshindwa kulea. Mungu akikutazama haoni mama ambaye ameshindwa na kazi, haoni mume ambaye ameshindwa, haoni mwanaume ambaye, hapana. Anakwambia, tazama, ninakupenda ulivyo. Vidonda hivyo ambavyo uko navyo katika moyo wako, ukisoma katika Zaburi anatuambia ya kwamba yu karibu na wale ambao wamevunjika moyo. Mtazamie yeye. Bwana apewe sifa. So tubadilishe. Wacha kujiita na mapito ambayo unapitia. Unajua sisi single mothers, unajua sisi widows, tunaheshimu hali zile, lakini usikubali zikupe jina. Bwana apewe sifa. Maana vile ambavyo mumeketi hivi, nikiwatazama siwezi nikasema wewe ni single, wewe ni widow, wewe ni divorcee, wewe uliachwa jana, sijui.
Na Mungu akikutazama anaona mwana wake, haoni hali ambazo unapitia. Praise be to God. Bwana akuwezeshe na niwezeshe kubadilisha vile ambavyo ninatazamia mambo haya. So uzito na ugumu ambao unapitia, naomba ya kwamba asubuhi ya leo Bwana atakuleta mahali ambapo alileta mwandishi wa Zaburi na yule mwandishi wa maombolezi akasema, nilipokumbuka jambo hili ya kwamba Mungu ananipenda jinsi nilivyo, maisha yako yatabadili, mwenendo wako, mtazamo wako utabadilika. Praise be to God. Wewe ni wa dhamana machoni pake. Jambo la tatu ambalo tunafaa kufanya ili kuwa na hisia zenye afya katika familia zetu ni kukabidhi hisia zako kwa Mungu. Kumbuka tumesema hisia ni jambo ambalo Mungu alitupa. It is beyond you. Upende usipende, lazima utapata hisia. Na ujue ya kwamba hisia ambazo tunapata zinaweza kuwa ni za kupendeza au hazipendezi. Na wakati mwingi sisi kama wanadamu we bank a lot na zile hisia ambazo ni nzuri. Wakati tunaolewa, wakati tunafanya birthday, tunapata promotion, tunapata kazi, wakati mambo ni mazuri, hisia zetu ziko sawa. Ukweli si ukweli? Lakini Paulo alijua. Ukisoma katika Wafilipi 4 na mstari wa 4 anasema, furahini katika Bwana. Hakusema tufurahi kwa mambo ambayo tunafanya, kwa kazi nzuri tunapata, magari mazuri, nyumba nzuri, kazi nzuri. La, maana alijua haya ni ya muda na yanapita na yanabadilika. Kwa hivyo alisema furaha ya kweli inapatikana katika Kristo. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo ili tuweze kudhibiti hisia zetu, wakati haya mambo ambayo yanatufanya tuwe na hisia nzuri hayapo, lazima tujue kukabili hisia zetu kwa Mungu. Na ukiendelea pale mstari wa 6 wa Filipi 4:6 anasema, tusijisumbue kwa neno lolote, mbali kwa kushukuru na kuomba tufanye haja zetu zifanye nini? Zijulikane kwa Mungu. Praise be to God. So hata hisia ambayo unapambana nayo asubuhi ya leo, anakuambia usijisumbue na huyo dada, usijisumbue na huyo kaka, usijisumbue na huyo mwanao, usijisumbue na huyo mme wako. Kwa kushukuru na kuomba nijulishe mimi haja zako. Praise be to God. Tukabidhi hisia zetu kwa Mungu. Hatuwezi bila yeye. Na jambo la mwisho ambalo anatuita tufanye ili kuwa na hisia zenye afya ni kuachilia na umwache aliyekukosea. Let go and let God. Samehe. If I have to use one word, samehe. Hakuna jambo nzito na gumu kama kusamehe. Na kusamehea haimaanishi ya kwamba tunadunisha hisia zako. La. Hisia zako ni za kweli, ni za haki, maana ni zako. Uchungu ambao unaousikia wakati huu ninapozungumzia swala la hisia ambazo zinauma, wewe ndio unajua uchungu uliopitia. Na kwa hivyo kusamehe si kumaanisha ya kwamba hisia zako si za maana. La, they are valid, they are painful, lakini asubuhi ya leo Mungu anasema achilia na usamehe. Praise be to God. Maana wengine wetu kupona kwetu kutaanzia pale ambapo tutaachilia wale ambao tumebeba katika mioyo yetu. Kuna watu pengine naamini hawamo katika hili kanisa, ukimuona ama uone mtu mwenye umbo kama lake, your mood imebadilika kwa sababu inasisimua vidonda vya kitambo. Achilia na uache Bwana akuponye. Praise be to God. Wewe unaendelea tu kubeba kumeza antacids na aliyekukosea ashasonga na maisha. Naendelea kuumwa na kichwa, aliyekukasirisha amesonga. Wengine wetu Bwana anatuita tujisamehe sisi wenyewe. Maana kuna mambo tulifanya, tukalaumiwa, tukahukumiwa na bado hatujakubali kujisamehe. Unajitazama na unasema kama mzazi hapo nilinoa. There is no perfect parent. Kwa wakati huo ulifanya lile ambalo ulifikiria na ulijua linafaa na linastahili. Wengine wetu ni jambo liliharibika kazini,
na hadi wa leo unasema kama ilifanyika. Bwana anasema let go and let God. Praise be to God. Jisamehe wewe mwenyewe. Na kwa wale ambao tumekuwa tukibeba watu kwa miaka na mikati, tafadhali, Bwana anasema iwapo utakuwa na afya hisia wewe binafsi na katika familia yako, lazima tujifunze kusameheana. Hata katika familia ambazo tunaishi, pasipo na kusameheana hatuna familia, maana kukosana ni kawaida. Nitaweka kikombe mahali ambapo hapakufurahishi, nitasahau kuweka chumvi ambayo inastahili kwa chakula, nitasahau kukwambia kwamba nitachelewa kuja nyumbani, nitakukosea. Na iwapo wewe kama mzazi hauna nafasi katika moyo wako kusamehe watoto wako, utakuwa na kipindi kigumu, wapendwa. Na wewe kama mtoto hauna nafasi ya kusamehe mzazi, my friend, hautafurahia kuishi na mzazi. Tukumbuke sisi wote tuna hisia, na zikija kwa pamoja, iwapo hatutajifunza kusameheana, familia zetu zitakuwa na changamoto. Hatutaishi maisha ambayo yanatupendeza sisi wala ambayo yanampendeza Mungu. Asubuhi ya leo Bwana anapotuita ili tuwe na hisia zenye afya, anatukumbusha ya kwamba hisia ni yeye alitupa, hatuna uwezo wa kuzidhibiti, lazima tumtegemee yeye. Pengine unanitazama na unaniambia nimejaribu kuomba. Je, umejaribu mshauri? Maana mshauri na maombi you will get a better results. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo Bwana anatukumbusha kwamba iwapo kama familia tutakuwa ama tutaweza kufurahia hisia zenye afya, lazima tukubali na kuelekeza hisia zetu kwa wenzetu wale ambao tunaishi nao. Na pia natukumbusha kwamba lazima tubadilishe mtazamo wetu, tuelekeze mtazamo wetu kwa mambo ambayo ni ya kupendeza na mambo ambayo ni ya kiungu. Na jambo la tatu nikasema lazima tukabidhi hisia zetu kwa Mwenyezi Mungu, maana sisi wenyewe hatuwezi kudhibitisha Kiswahili. Na jambo la mwisho nikasema lazima tuachilie uchungu na tuweze kusamehe. Tuombe. Tunakushukuru Mfalme kwa asubuhi njema. Asante kutukumbusha ya kwamba ulituumba tukiwa na hisia. Asante maana zinatuwezesha kudhibiti mambo ambayo tunapitia. Hisia hizi zinatuwezesha hata kuwa na mahusiano ambayo yanafaa, yanatuwezesha hata kuwa na uwezo wa kuwa na afya ya kimwili na hata kiakili. Na Bwana unatuita asubuhi ya leo tuweze kufurahia afya hii ya hisia katika familia zetu, na tunakiri ya kwamba bila kuongozwa na kuwezeshwa nawe hatuwezi. Kwa hivyo Bwana, naomba kwa ajili ya kila mmoja aliye mahali hapa, wale ambao wamelemewa na hisia zao. Unasema ya kwamba njooni nyote wenye wenye kulemewa na mizigo mizito, nawe utatupumzisha. Bwana, naomba ukawanenee kwa njia ya kipekee. Iwapo watahitaji kumwona mshauri, mpe ambaye anafaa. Kwa wale ambao wamelegea kwa swala la maombi, Bwana wawezesha na wape neema ya kukabidhi hisia zao kwako. Endelea kuponya mioyo yetu, nafsi zetu na hata familia zetu, ili tuishi katika familia ambazo zina afya kihisia. Fuata neno lako na ukaliwezeshe kuishi katika maisha yetu na hata katika jamii zetu. Maana katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana wabariki.